kisha magereza kama kuna michoro kama ambayo tunaendelea kutekeleza kwa kazi. Na matokeo ni baadhi ya maeneo yanaonekana. Na hii kwa sababu ya mmoja wetu, ushirikiano wetu, lakini commitment ambayo tulikuwa nayo kwa yale ambayo yako mbele yetu kwa maana ya utekelezaji. Nina kawaida ya kufanya tathmini ya kwangu mwenyewe kama kiongozi, na hii nakumbuka wakati nimeingia kwenye nafasi nikana wa kuwa division zote na vitengo vyote na sehemu. Jambo ambalo nilisisitiza kwamba tuwe na kawaida ya kufanya tathmini kwenye utekelezaji wa kazi mbele yetu. Fiki mahali tujipime. Na miezi mitatu, miezi mitano, miezi sita, hivi tumeachivu nini? Tulijipangia hivi, tumeachivu nini? Hivi ya fanikiwa, na kwa nini yamefanikiwa? Ikiwa kwa nini yamefanikiwa, naweka mikakati ya kutekeleza yale ambayo yamefanikiwa. Ili niendelee kusisitiza kwa kuwa division, kwa kuwa sehemu, kwa kuwa vitengo. Na mimi kwa maelezo yangu mlijiweka malengo. Naweza kufanya kazi bila kuweka malengo. Kwa hiyo na mimi nilijiwekea malengo. Nilijaribu kwa kina sana. Mafika wakati sasa tutaanza kuulizana na moja ili division yangu malengo yalikuwa ni nini. Hivi tumefanikiwa katika division yako, hivi tumefanikiwa, nadhani kwa nini tumefanikiwa. Ili kwa yale ambayo tumefanikiwa tuweke mikakati ya kuona mafanikio. Kwa division kuwa sehemu kwa kuwa vitengo. Ili naendelea kusisitiza na ikiwezekana malengo utarudia kwa kupita kwa division zote, vitengo vyote na sehemu zote. Ndivyo ambavyo tunaweza kupata ufanisi katika utekelezaji wetu wa jukumu. Ingia ofisini kuelekea malengo yoyote. Kimaliza siku ya tathmini kwa siku hiyo kufanya kitu gani? Kwanza kumaliza mwaka mzima wakakuta hamna kufanya. Lazima tuwe na utaratibu wa namna hiyo. Kwa hiyo kama kwa jeshi mara nyingi wanajiuliza, nini ajifanya tathmini? Ili kama jeshi tangu tumeanza na takriban mwaka tumefanya nini? Na miezi mitatu tufanya nini? Na miezi sita tufanya nini? Naona bado kwa sababu tunao uwezo na nia na mimi. Tunao uwezo. Basi mimi tuna kila aina ya resources. Wataalamu tunao. Nguvu kazi ipo. Baadhi ya hizo zipo. Baadhi ya maeneo wala tunahitaji hizo kubwa sana. Yale yanahitaji hizo kubwa sio leo. Changamoto lakini hapo ndani ya uwezo wetu. Lakini bado tunapongeza yapo ambayo tumeendelea kusafisha sana. Kwenye eneo kubwa la urekebishaji wa wafungwa, sisi tumeanza kuweka wanafunzi. Yapo ambayo tulifanya ndani ya kipindi. Wote tunashuhudia. Na mashirikiano na wenzetu wa Meta, sasa wafungwa tunaomba vyeti na ndio wanapita baada ya kufanya assessment. Na hili mara ya kwanza mheshimiwa sana mmoja hapa ni Morogoro, kwa ili kwa wafungwa 200 na nashukuru. Hili na mashirikiano na wenzetu wa chuo cha wasifu wa Arusha, utaratibu ambao tunaanza nao bado kwa mafanikio. Alikadhalika mheshimiwa sana mmoja ya nchi alitoa elimu kwa wafungwa 170 na utaratibu wa mafunzo ya stadi za biashara na ujasiriamali tunafanya kwa utaratibu wa online ndani mara ya kwanza. Tunashukuru tunao mwongozo ambao sasa natugaidi kwenye swala la utekelezaji wa jukumu la urekebishaji wa wafungwa. Mheshimiwa mkuu pia atachukua pale Ukonga na ili kila ndani kwa kamishna wa sheria ili mwongozo huu tupeleke vituoni kwa ajili ya kuanza kuutumia. Tunaendelea kuboresha miundombinu ya magereza tunaendelea
madarasa yake yameboreshwa sana baada ya kutumia fedha. Maeneo mengine ila pesa sasa hivi safi kabisa. Sana. Nadhani sasa hivi tunaendelea na maguso Morogoro kwa changamoto kidogo kwa sababu ya aina ya majengo yaliyokuwepo. Na kazi iliyofanyika kwa kweli pale, pongeza sana Pekeo pamoja na mkoa wa Geita. Tengeneza sehemu moja nzuri sana. Wale ambao walikuwa maguso Morogoro zamani wakili na sasa tofauti kabisa. Ni maamuzi machache na sio kitu. Na ndio maana yanawezekana. Na ujenzi wa nyumba za kutolea ili siasa ziweze kusisitiza kutoa. Ndio kusisitiza kwa nia ya ubunifu, watumie fursa zinazopatikana na changamoto za kazi. Wale watakapokuwa wamefikia tu na magari ya wasabu. Kibali tunaendelea kuongeza baadhi ya wakuongeza kwa hili wamejitahidi. Changamoto kubwa na kazi ya watumishi, lakini tuendelee kuwa na magari ya kutatua kwa watu wetu. Kwa sababu tumekamilisha nyumba 5. Bado 5. Na askari nilielekeza askari waende waanze kuishi. Ila tulijipa na kisima na sola pale, maisha yanaendelea. Jitihada ambazo tunaendelea kuchukua katika kuboresha zile changamoto tunazonazo. Matumizi ya nishati safi kufanya vizuri, ndio kuongeza RPUs, ndio kuongeza watu wa Uingereza. Watumishi wote walisha maelezo kwa maelekezo ya serikali, lakini kwa kweli hili umeweza kufanikiwa kwa 100%. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuhakikisha Mheshimiwa Rais alikuja Karanga kwa ajili ya uzinduzi wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo sasa swala la kuni limebaki historia. Ilikuwa ni mambo ambayo pengine ilikuwa inaaminika ni ngumu sana kwa Waingereza kuachana na kuni. Ilikuwa ni ngumu sana. Lakini bado turudi thubutu na maamuzi ya dhati. Kuna mambo kwanza ya shirikani. Tulikuwa na maandalishi ya Waingereza leo. Kwa mara ya mwisho maadhimisho yanafanya miaka 10 kama nakumbuka vizuri. Enzi ya maadhimisho. Miaka 10 iliyopita. Hatukuwahi kufanya. Na baada ya kuja na ile wazo tulijadili kwenye management wafanya maamuzi kwa Kiingereza leo. Kwa hiyo tunashukuru ilifanikiwa kwa kiwango kikubwa. Na hili tunashukuru sana kwa askari wote kwa namna ambavyo wameshiriki. Kwa na response nzuri sana kutoa. Ni hapa katikati tulipokea station wako 5. Tulikuuza tuzigawa ni yuzi tulipokea pika 10 mpya. Siko pale nimeelekeza tuziwekee mabomba ili tusipeleke vituoni, lakini tunayo mabasi 6. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru serikali na hii nilielekeza katika usafirishaji aende Dar es Salaam. Kuna mengine tunayopia ili aende kufuatilia. Kwa hiyo kidogo tunapata vyombo vya usafiri ili kuweza kukabiliana na changamoto ya usafiri. Tunaendelea kushughulikia changamoto zilizokuwepo kuhusiana na wizara na mambo na zingine, lakini kwa taarifa ambazo nimezipata jana tayari changamoto hiyo imekwisha na yale matrekta yalikabidhiwa rasmi kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo ni kwetu kuanzia jana ukizana ya kwetu kuelekeza siasa zinazoana tetema mapendekezo ya matrekta ya haraka ya mtoto ili kusaidia kwenye shughuli za kilimo. Si hapa kwa tisa. Kiongeza na mengine ambayo tunaendelea kuyapokea na mengine tunaanza kwa pesa tunakwenda. Nashukuru sana kwa hili serikali. Mitaala imeshazinduliwa tayari. Na juzi nilikuwa na kikao na wadau wote kwa maana kwa vyombo wasaidizi wao, kamishna, ili kuna namna gani sasa tuanze kuitekeleza. Nimekaa pale kwa kukubaliana kwa sababu tunatarajia kuweka ajira mpya, lakini pia tuna promotion courses. Kwa sababu tumishi inaelekeza pia mchakato na kamishna mapema pengine
immediately baada ya uchaguzi kuanza kupeleka hizo kozi. Na tunatumia hili mtaala kama mabadiliko ya muda wa mafunzo, lakini na mambo mengine. Lengo ni kuboresha utoaji wa mafunzo ili tuweze kufanya kazi kwa weledi. Kuna swala la civil service muundo aligusia Masika. Tumefanya mabadiliko madogo kwenye muundo wa utumishi wa nchi. Yako maeneo mengi ambayo yanahusu, lakini eneo la mafunzo lipo zaidi eneo la kupandisha vyeo. Tunajua baadhi wanaweza wasikubali, baadhi wanaweza wasikizike, lakini ndio kweli ifike mahali tuwe na utaratibu ambao utakuwa unatengeneza viongozi. Ifike mahali tuwe na utaratibu ambao tutakuwa tunawapeleka askari au maafisa kama ni kwenye mafunzo kweli wanakwenda wanatoka wakiwa wameiva. Uongozi tunapita badilishana. Leo yuko wale anatoka, kesho anakuja wale anatoka, kesho anakuja wale anatoka. Lazima tuwe na succession plan. Succession plan kama ndio maandalizi ya viongozi wanaandaliwa. Uongozi unapitia kufanya maamuzi na salama badala ya kuleta moja ya kijana mwingine. Aanzie mafunzo ya awali kibira. Basic training course. Muhanga wa kwanza alikuwa chata. Lakini muhanga mwingine alikuwa kamishna jenerali wa sasa. Ni wa kwanza kwenda kuhudhuria mafunzo ya awali kibira tukiwa wiki cha elimu. Sasa tuko na ile ile kulingana na watu, maana watu wanaita wao. Ni wa kwanza kabisa. Najaribu kuonyesha namna ambavyo hizi taratibu zinabadilika kulingana na wakati. Kwa hiyo ndio kuboresha. Kwa hiyo siku service ya sasa pia tumeboresha eneo hilo. Tulikuwa na kipindi cha wao, lazima tuna degree ya tamoja. Wanda kuja juzi tuna degree ya tamoja. Hiyo sasa anielekeze huo mwongozo wasomewe vizuri, waeleweshwe vizuri na nielekeza kichwani kwende. Leo ni kuhakikisha umeingia na Biblia, basi jifunze zile kazi za msingi kwanza usielewe. Kesho ndio kiongozi ukiletewa changamoto ya elimu unafahamu. Letewa changamoto ya elimu unafahamu. Kwa hiyo tumefanya mabadiliko kwa lengo zuri la kuendelea kuimarisha utendaji wetu wa kazi kwa kuwatengeneza viongozi wale ambao wana weledi nzuri zaidi. Eneo lingine la kusisitiza ni kutenda haki. Mara zote tutende haki. Sisi ni watumishi wa serikali na tunawatumikia watu. Umewekwa kwenye hiyo ofisi wa watu watakuja wakiwa na shida zao, lakini pia kuna haki ambazo wanatakiwa kupewa kuhakikisha tunatenda haki kwa wakati wote. Natambua haki na wajibu kama ambavyo amezungumza na Mheshimiwa, lakini kwa nafasi yako kuhakikisha kwamba wanatoa haki kwa wale wanastahili. Sana kazi kwa watumishi niliongeza kwa sababu kuna hasa ya watumishi anastahili apewe haki yake. Hastahili aeleze ukweli kwamba hastahili kwa sababu 1, 2, 3, 4, 5. Lakini niombe kuhusia kidogo swala la stress management. Ilikuwa kuna mtu alizungumza na kuchangia. Sisi kama wanadamu kila mmoja ana matatizo yake, lakini unatakiwa uwe makini usibadilishe matatizo yako kwa mtu mwingine, kwa sababu hata wewe mtu mwingine ana matatizo mengine. Jaribu kubalance stress na zako wewe mwenyewe na kumanage, ndio utaweza kumanage walioko chini yako na wanaokuzunguka, au utawasaidia kutokuongezea walioko kando yako stress zaidi. Lakini kama kuna upendo na kama kuna kuhudumiana na kama kuna swala la usiri, tunajuana na tunapofanya kazi. Hivi mwenzio siku akija anaonekana haieleweki, uwezi ukashtuka kidogo kwa vipi mbona kama hauko sawa na nini, au kutafuta namna yote ile ya kutoa kwa karibu uweza kujua. Wakati mwingine tunatofautiana, kuna watu hawawezi kujieleza, lakini tunapoishi pamoja kama tunaishi kwa upendo, ile rahisi kunotice changes kwa mwenzie na labda ukaja ukawa msaada.
lakini kubwa zaidi, smiling haina gharama, ile ni sadaka. Tukichekeana, tukiongea kwa upendo, tukaweka smile kwenye sura zetu, unaweza kujikuta unabadilisha hali ya mwenzio katika sehemu ya kazi.